Jospin Loemba, nyota wa kimataifa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo Kongo ukiangalia kwa mujibu wa historia, lakini pia kwa wachezaji ambao wamewahi kupita na waliopo na ambao tunategemea waje, imeonekana ikitoa wachezaji wazuri sana, sio tu ndani ya bara la Afrika bali hata nje ya mipaka ya bara la Afrika. Kwa hapa kwetu kuna mifano wazi ama mifano hai ya watu kama kina Elie Mpanzu, kina Max Nzengeli, kina Fabrice Ngoma, kina watu kama kina Fiston Kalala Mayele ambao wamepita. Jospin huyu anamuita ni kitambala bora wa Azam FC. Kongo ina wachezaji wazuri, lakini leo tumtazame Ino Loemba ambaye jana ndio ulikuwa mchezo wake akiwa na jezi ya wekundu wa Msimbazi Simba, na mchezo wake wa ligi ya mabingwa akiwa na wekundu hao wa Msimbazi Simba, na ndio ambayo inawezekana alipeleka kilio na simanzi kwa Petro Atletico, ambapo kwanza ni lazima tusifu uwezo wa mwalimu Steve Barker kwa namna ambavyo alikuwa na game management nzuri na kusoma mchezo. Pale ndipo ambapo inakuja kazi ya mwalimu kusema game intelligence, uwezo wako wa kusoma mchezo alafu ukajua sifa za wachezaji wako kwamba ni wachezaji gani niwaingize na nikiwaingiza wanaenda kufanya nini kwa wakati gani ama kwa wakati ambao umebaki. Kwa hiyo Ino Loemba ilikuwa ni ingizo sahihi kwa kile ambacho alikionyesha, kwa sababu mwalimu inabidi apate credit zake, kwa sababu yeye huwa anafanya calculation ama anafanya hesabu zake ya kile ambacho anataraji kwenda kukiona kikitokea. Sisi tunampa pongezi mwalimu kwa sababu inawezekana alifanya homework yake vizuri. Kwa hiyo ni kazi nzuri ambayo ameifanya, kwa sababu kwanza aliwini mpira wa 50-50, akapiga pasi elekezi yenye ujazo sahihi na akatumia nguvu ambayo inaweza kumfikia mchezaji wa pili ambaye alikuwa ni Anset Youra, na Anset Youra akafanya kazi nzuri ya kumpasia Selemani Mwalimu, kisha Simba wakapata bao la kusawazisha. Kwa hiyo kwa Ino Loemba inawezekana anaenda kutibu miongoni mwa matatizo ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba, japo inawezekana asiamalize, lakini kwa kile tu ambacho umetuonesha kwenye mchezo wa jana, hatuwezi tukamaliza maneno, ila tunaendelea kumpa muda, lakini walau ameonesha mwanga. Hiyo ni aina ya wachezaji. Kuna mchezaji akija kwenye timu yako mchezo wa kwanza tu anawaka, hahitaji kupepewa, lakini kuna mchezaji mwingine akija kwenye timu yako huwa anahitaji muda ili aweze kuzoea mazingira, lakini pia mwalimu aweze kujua namna nyingine ya kuweza kumtumia. Kwa hiyo kwa mtu kama Jospin Loemba jana ilikuwa ni game yake nzuri, japo bado tunahitaji kuendelea kumuona kwenye game zingine ama kwenye viwanja vingine tofauti na pale Rwanda ambayo tumemwona kwenye mchezo wa jana. So far so good. Jana kuna vitu ambavyo vinaweza vikathibitisha kwamba huyu ni mchezaji mzuri. Uwezo wake wa kukaa na mpira, uwezo wake wa kupiga pasi, lakini pia kitu ambacho kinaweza kukutofautisha kwamba huyu ni mchezaji wa daraja gani ni eneo zima la kufanya maamuzi ambayo yanajumuisha kwenye eneo zima la kupiga pasi, eneo zima la kupiga chenga, lakini ni wapi uweke mpira ambayo inawezekana ni sehemu sahihi zaidi na sehemu salama zaidi kwa timu yake binafsi. Kwa hiyo pozi tuzidi kumpa muda, tuendelee kumuona, tuendelee kuenjoy burudani ya mpira wa miguu.